Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Urusi imeipa maelekezo Marekani kwamba sasa imeamua kufanya mashambulizi mazito na makali ndani ya Ukraine. Wakati wa mazungumzo ya simu na mwenzake wa Marekani Marco Rubio mnamo jana Jumatatu, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov alimwambia mwanadiplomasia huyo mkuu wa Marekani kwamba vikosi vya kijeshi vya Urusi vinaanza mashambulizi ya utaratibu katika maeneo ya Kiev yanayotumiwa na wanajeshi wa Ukraine. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi ilisema katika taarifa yake. Baada ya maagizo ya rais wa Urusi Vladimir Putin, Sergei Lavrov alifahamisha rasmi upande wa Marekani ambao ni wapatanishi kwamba katika kukabiliana na mashambulizi ya serikali ya Kiev dhidi ya raia na miundombinu nchini Urusi, vikosi vya jeshi vya shirikisho la Urusi vimeanza mashambulizi ya mifumo dhidi ya maeneo ya kijeshi na vituo vya kufanya maamuzi sawa huko Kiev, wizara hiyo ilisema. Rais wa Urusi Vladimir Putin alitoa tamko mnamo wikendi iliyopita akisema Urusi inapaswa kuanzisha mashambulizi mazito, na mnamo siku ya Jumapili Urusi ilianzisha mashambulizi makali kwa kutumia makombora mazito na hatari, makombora ya Kinzhal, makombora ya Oreshnik na makombora mengine hypersonic pamoja na ndege zisizokuwa na rubani, na kusababisha vifo vya watu 4 kwa taarifa zilizotolewa huko nchini Ukraine, huku idadi kubwa ya watu ikidaiwa kwamba walijeruhiwa vibaya. Lakini alitoa tahadhari kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani kwa ushauri wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi kuhakikisha uondoaji wa wafanyakazi wao wa kidiplomasia na raia wengine kutoka mji mkuu wa Ukraine. Wakati wa mazungumzo hayo, waziri huyo alikumbuka makubaliano yaliyofikiwa kwa kiwango cha juu zaidi katika pendekezo la Marekani huko Ankarog mnamo Agosti mwaka 2025 kuhusu mzozo wa Ukraine, na akaelezea masikitiko kwamba juhudi za hali ya juu za wasomi wa Ulaya na serikali ya Kiev zinadhoofisha makubaliano haya ambayo yalifungua njia ya suluhu endelevu ya muda mrefu kwa msingi wa usawa wa maslahi. Wanadiplomasia wakuu walibadilishana maoni kuhusu mipango ya diplomasia inayolenga kukabiliana na mzozo katika mlango wa bahari wa Hormuz na kuhusiana na hali inayozunguka Cuba, wizara iliongeza. Pia Lavrov na Rubio walisisitiza kujitolea kwa pande zote licha ya tofauti zilizopo ili kuimarisha juhudi za kurekebisha kazi ya misheni ya kidiplomasia ya Urusi na Amerika katika maeneo ya kila mmoja. Urusi imesema katika nyakati hizi itafanya mashambulizi makubwa zaidi nchini Ukraine. Hadi sasa Ukraine, tangu kushambuliwa kwa makombora ya hatari ya Kinzhal na Oreshnik na mengine mengi ya ballistic, haikutoa jibu lolote licha ya malalamiko kutoka kwa jeshi pamoja na Rais Volodymyr Zelensky. Msemaji wa jeshi la Ukraine Yuri Ignat alikiri kwamba nchi yake ilikuwa na uchache wa makombora ya kutoka ardhini hadi angani. Ukraine inakabiliwa na uhaba mkubwa wa makombora kwa ujumla, alisema katika video iliyochapishwa na tovuti ya Insider, akitoa maoni juu ya kushindwa kwa hivi karibuni kwa ulinzi wa anga wa Ukraine ambao ulishindwa kuzima mashambulizi ya makombora ya hali ya juu ya Urusi. Hapo awali vyombo vya habari nchini Ukraine viliandika kwamba mifumo ya ulinzi wa anga ya nchi hiyo haikuweza kuzima mashambulizi ya Urusi kwenye vituo vya kijeshi huku Kiev na mikoa ya Kiev juzi usiku ikiripoti kwamba Ukraine imeshindwa kujilinda. Hata hivyo, wasiwasi ni mkubwa kutokana na wachambuzi wa mambo kwamba hali inazidi kuwa mbaya zaidi katika taifa hilo la Ukraine kutokana na kile ambacho rais wa Urusi Vladimir Putin amesema lazima walipe kisasi. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.